Ndugu zangu wa Tanzania na watazamaji wote kwa ujumla, mahali popote mlipo, naomba niwasalimie hamjambo. Natumai umzima, ubuheri wa afya, nami penye nipo kukwema. Karibu katika mwendelezo wa matukio haswa yale ambayo yanaendelea kushuhudiwa katika taifa la Tanzania. Kuna taarifa za kutisha ambazo zimeweza kuachiliwa nchini Tanzania na kuleta hofu utele. Kwa taarifa hizi ambazo zinaonekana kuwa za kutisha ni kwamba taasisi vile inadaiwa, taasisi za umma na zile za kibinafsi zimeanzisha mchakato wa kuwafumba macho wa Tanzania msimu huu wa kusherekea Krismasi na mwaka mpya kwa mbwembwe za aina yake, huku wakitaka kuwafumba macho wa Tanzania kuhusiana na maafa yaliyoshuhudiwa nchini Tanzania wakati na baada ya uchaguzi uliokamilika Oktoba mwaka huu 2025, jambo ambalo limeleta utata na hofu kubwa. Habari hizi ni zipi na ni nani ameweza kuziachilia? Hayo ndio tunaenda kuzungumzia haswa kwa kanda hii. Kuna barua hapa ambayo imeweza kutolewa, ambayo naenda kuisoma, kisha baadaye nitakuwa nachanganua moja kwa moja. Lakini kabla nisome barua hii, nashukuru wote ambao mnatazama hii kana mahali popote mlipo, mzidi kubarikiwa na Mwenyezi Mungu akae katika kiti cha enzi. Lakini kwa heshima na taadhima, unapoendelea kutazama hii kanda, tukabidhi like. Kuna alama ya kidole hapa chini mwa kanda, bonyeza hiyo alama ya kidole kama njia moja kutukabidhi like, na ikiwa hauja subscribe na kupembeleza uweze kusubscribe. Without wasting your time, back to our analysis. Habari hizi ni za kutisha. Kuna barua naomba kuisoma ambayo inaenda kuunda msingi haswa kwa yale ambayo naenda kuzungumzia kwa kanda hii. Unavyotazama hewani, Tanzania mpya, taarifa kwa vyombo vya habari, matumizi ya zawadi kuficha mijadala ya mauaji. Barua hii imeweza kutolewa na wananchi wazalendo wanaodai haki, uhuru, usawa, uwajibikaji, ukweli na kupatikana kwa katiba mpya inayotambua Jamhuri Huru ya Tanganyika na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Namba moja, wanasema ya kwamba kumezuka mtindo wa taasisi za umma na binafsi kutumia sherehe za mwisho wa mwaka kujitokeza kupongezana na kupeana zawadi ili kuzima mijadala ya mauaji ya raia wasio na hatia yaliyofanywa na Samia Suluhu Hassan. Namba 2, taasisi hizi zimekaa kimya wakati wote wa mauaji, hazija kutoa pole wala kuonekana kuguswa na mauaji ya raia zaidi ya 10,000 ambao wengi ni wateja wao. 3, mtindo huu wa kutumia zawadi na sikukuu za mwisho wa mwaka kujitangaza ni lazima usitishwe mara moja. Kama mtu taasisi haikushiriki kutoa pole, ni upatili. Kushiriki kutoa zawadi, kuendelea kupongezana msibani, ni dharau kwa mashujaa wetu waliouliwa, wale ambao hadi leo maiti zao hazijapatikana na majeruhi wanaendelea kuuguza majeraha ya vipigo na risasi. Tunaelekeza wapambanaji wetu wa mstari wa mbele, mashujaa wetu Gen Z, kushughulika na kurasa zote zinazo post taarifa za pongezi na kukabidhiwa zawadi za sikukuu za mwisho wa mwaka, wakati bado Tanganyika iko kwenye maombolezo ya kitaifa. Taarifa muhimu: tunaendelea tulipoishia kwa maandamano yasiyo na kikomo, mahali na muda wowote. Jumatano 24 Disemba ni mkesha wa kuwakumbuka mashujaa wetu
tukijipanga kuelekea siku ya kilele ya tarehe 25 Disemba mwaka 2025 hadi tutakapouona mwaka mpya wa 2026. Tumeazimia wote pamoja #Disemba 25, #Januari mosi, #Samia must go, #karibu The Hague, #ICC kuna urojo. Taarifa hizi ni za kutisha kwamba taasisi za umma na zile za binafsi hazikutoa pole wakati maafa yalishuhudiwa nchini Tanzania. Lakini wakati huu tunapoingia katika msimu huu wa kusherekea pamoja, haswa 25 na mosi mwaka ujao, wameanza kutembelea watu kuwa zawadi, maybe kuwaunulia kitu kidogo, kama njia moja ya kuwafumba macho wa Tanzania wasije wakakumbuka yale ambayo yalishuhudiwa nchini Tanzania. Ndio maana wanaendelea kusisitiza na kusema kwamba liwalo na liwe, lazima hii tabia ikomeshwe, ifikishwe mwisho, kwa sababu tunataka haki, wajibikaji, hayo yote yaweze kutendeka, haswa kwa familia zile ambazo ziliweza kupoteza wenzao wakati wa maandamano. Ikumbuke kwamba wakati wa maandamano wengi waliweza kuaga dunia, na kuna baadhi ya familia vile inadaiwa kwamba hazikupata miili za wenzao hadi kufikia sasa. Tukaona wengi wanaendelea kusisitiza, wakiwemo mataifa 16 kutoka magharibi, wakituma ujumbe kuelekea usimamizi wa serikali ya Tanzania kwamba miili iweze kuwasilishwa kwa familia husika, kwa sababu hamuna haja ya kushikilia miili mahali fulani, familia zikiendelea kuteseka na kupitia machungu pasipoona wenzao hata wakati wamelala. Kwa hivyo ni jambo ambalo limeleta picha tofauti kwa kutumia zawadi ili kuwafumba macho wa Tanzania na wale ambao waliweza kuangamia. Lakini kwa kusema ukweli halisi wa mambo, familia yoyote ile ambayo iliweza kupoteza mwenzake ama ndugu yake hawezi kusahau kile ambacho kiliweza kutendeka nchini Tanzania, kwa sababu anakumbuka uchaguzi uliweza kusababisha maafa kwa familia fulani. Lazima atakumbuka liwalo na liwe. Na kile ambacho barua hii inaendelea kusisitiza ni kwamba wale ambao wanaendelea kutoa zawadi wanatoa pongezi, lakini hakuna siku waliweza kuonekana wakitoa pole wakati wa msiba ama wakati watu walikuwa wanaangamia kufuatia maandamano. Kumaanisha ni mbinu mpya ambayo imeweza kujitokeza ili kuwafumba macho wa Tanzania wasahau yale ambayo yaliweza kushuhudiwa tarehe 29, 30 na 31 Oktoba, mosi Novemba na 2 Novemba katika taifa la Tanzania. Je, vile unaona wewe mwenyewe, haki itatendeka kwa Watanzania, haswa wale ambao waliweza kupoteza wenzao? Utaniandikia katika sehemu ya maoni. Kufikia hapo mpenzi mtazamaji, ndipo natia kikomo katika uchanganuzi wa masuala ya kisiasa. Tukutane katika kanda ambayo nitaitengeneza hapo baadaye. If you have not subscribed to our YouTube channel, I'm requesting you to consider subscribing by smashing the subscribe button that is down here. Once you are done, remember to turn on the notification bell so that the moment we upload a new video clip, you'll be notified automatically that we have uploaded a new video clip to watch. Remember to share our content always to other WhatsApp groups and even on Facebook. That is the only way we can continue building this channel of ours, Omokenya TV. Be blessed. Let's meet in the next video. Bye bye.